Jesus. Asante Yesu Kristo. I'm Elder Cosme Na Sims. mimi Mama Felicia Mbokesens. And we're But Jesus Reigns Restoration Ministry. Amen. Thank you, Jesus. Asante Yesu And Kristo. this is part 3 of our Hii ni lesson. sehemu ya 3 ya somo ila leo. It's a must. Ni lazima. It is a must. Ni lazima. Amen. Our service to the Lord is a must. Huduma yetu kwa Bwana Yesu Kristo ni lazima. A service to God's people is a must. Huduma kwa watu wa Mungu ni lazima. Witnessing this great gospel is a must. Shuhuda katika injili hii ni lazima. Being led by the Holy Ghost is a must. Kuongozwa na Roho Mtakatifu ni lazima. Being born again of the water and of the Spirit to enter and see the kingdom of God is a must. Kuzaliwa tena mara ya pili katika roho na maji kuona ufalme wa mbinguni ni lazima. As we walk this spiritual walk, Tunapotembea it's things that we have to take heed to mwendo huu wa kiroho, kuna mambo ambayo inabidi tuzingatie in taking care of ourselves. katika kujihifadhi, kujitunza, kuwa waangalifu. Would you please turn your Bibles to Luke, the 17th chapter, verse 3 and 4. Tafadhali unaweza kuelekeza Biblia yako kwenye Luka 17 kuanzia mstari wa 3. Read, please. Nitasoma katika jina la Bwana Yesu Kristo. Jilindeni kama ndugu yako akikosa muonye, akitubu msamehe. Na kama akikukosa mara 7 katika siku moja na kurudi kwako mara 7 akisema nimetubu msamehe. We have situations where Kuna hali ambayo nakuta that people will say things to us watu watasema mambo kwetu sisi to hurt us. kututamkia mambo ya kutuumiza tu, Will say things that out of nowhere that where you feel as though you have to defend yourself. yaani anakushutumu mpaka unajiona hapo inabidi nijitetee. The word of God said, "Be careful how you stand, lest you fall." Neno la Mungu linasema kuwa makini ulivyosimama usije ukaanguka. And Luke 17:3 it said, "Take heed to yourself. Watch out for yourself." Ndio naona mstari wa 3 hapo unatupa tahadhari, tuwe makini. If a brother transgress against you, rebuke him sharply. Rebuke him, Jesus said, and if he repent, forgive him. Ndugu yako akikukosa muonye. Rebuke ni kukemea. Now this is Jesus talking. Hapo Yesu Kristo anaongea. Jesus is saying if somebody say something or do something, they commit sin against you, rebuke them for it. Anasema mtu akikukosea anakutendea dhambi muonye. You have an option through the Holy Ghost to hold your peace, yes. Una uwezo ukakupitia Roho Mtakatifu ukasema ngoja tu ninyamaze. But it got to a point that Jesus was healing the sick, raising the dead, casting out devils, and they said he do it through the power of the devil. Unaona kuna wakati hata yeye wakati anaponya watu, anatoa watu mapepo, walisema eti anatoa kwa kutumia nguvu za shetani. And where Jesus was holding his peace, he spoke and said, "How can Satan cast out Satan, and how can his kingdom stand?" Alibidi waulize, shetani anawezaje kukemea na kutoa mapepo wenzie? Ufalme wake unawezaje kusimama kwa njia hiyo? These miracles that I do it by the power of God. Then where you going to come? What you going to say then? Kama haya ninayoyafanya ni kutokana na nguvu za Mungu aliye hai, je, utasema nini kwa hayo? Amen. Kwa hilo, amen. And here it is, they're not going to agree with him if he's doing it through the power of the Holy Ghost. Unaona wanashindwa kubaliana naye, maana anayafanya kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. That's why Jesus rebuked them. He said, "Woe unto you, scribes, Pharisees, hypocrites." Ndio maana Yesu Kristo anawakemea, anasema ole wenu Mafarisayo wanafiki. It's a time and place for everything. Kila wakati ina wakati wake. It's a time and place to laugh. Kuna wakati wa kucheka, to cry, kulia, it's a time and place to work. Kuna wakati wa kufanya kazi. It's a time to rest. Kuna wakati wa kupumzika. It's a time to be intimate. It's a time not to be intimate. Kuna wakati kuenenda na mambo ya ndoa na kuna wakati the word of God, the Lord is saying, if somebody speak against you, if somebody trespass against you, he said rebuke them, correct them. Msaishe. Paul said, whatever you do, you stand. Paulo anasema chochote unachofanya simama, yani simamia katika haki, simamia katika kweli. Yesu Kristo. Amen. Amen. But Jesus also said, if they repent, if they say I'm sorry, Yesu Kristo anasema wakitubu, wakisema samahani, forgive them. Wasamehe. Amen. Amen. But a lot of people, they caught up in their pride
that they will not repent. Watu wengi wanashikwa katika kiburi chao, hawataki kutubu. And in the process of your rebuke of them, just hold your peace and pray that they will harden not their heart. Katika kuwakemea, wewe nyamaza And repent. na tubu. Kama uliwakosea, watubu. Wakikuomba msamaha, wasamehe. And if that brother trespass against you 7 times in a day, and 7 times turn again and say, I repent, thou shalt forgive him. Anasema yule ndugu akikuomba msamaha hata mara 7 kwa siku, wewe msamehe mara 7 kwa siku. So the Lord say, if he turns, if he trespassed 7 times, and each one of those times he say, I'm sorry. Mara zote hizo wewe msamehe. Forgive him. Msamehe. Now, there's some people that play games. Kuna watu ambao wanafanya mchezo. That their heart really isn't sincere about repentance. Moyo wao hauko makini, hawajamaanisha katika toba The yao. Holy Ghost don't make you dumb unto Roho salvation. Mtakatifu hajakufanya uwe mpuuzi. The Holy Ghost don't make you ignorant unto Roho salvation. Mtakatifu hakujifanya kuwa una The hekima Holy katika Ghost wokovu. make you wise unto Roho wa salvation. Bwana anakufanya una hekima katika wokovu. And the Holy Ghost, the Word of God is quick and powerful, sharper than any two-edged sword, being able to discern Neno la Mungu ni kali sawasawa na upanga ulao kuwili. that which is good and evil. Yaliyoko mema na mabaya. You are able to discern whether somebody is truly repentant, truly sorry or not. Utajua kama mtu kweli anamaanisha kwa toba yake au hapana. Some people just do it out of formality. Wengine wanafanya tu katika kufuata mkumbo. Whether they do it falsely or whether they do it in a true sense, find it in your heart to forgive and turn the page. Wewe wasamehe tu, angalia mengine. Turn the page, even on their ignorance, even when they're not sincere Hata about it. kama wamaanishi, wewe wasamehe tu, songa mbele. Wewe tengeneza njia yako ya mbele. The things that we have to do to make peace. Mambo ambayo inabidi tuyavumilie ili kufanya amani. And the Bible tells us to pray even for those in authority over us, even the governors, those in government, the presidents, the prime ministers, and so forth, that we be at peace with them. Tuwe na amani, tunaambiwa tuwaombee viongozi, kuanzia rais, wa bunge, madiwani, wazee wa nini hawa nyumba 10, tuwe na amani nao. The Lord even give an illustration. Zao kwa ajili ya nchi. Amen. The Lord even give an illustration of 70 times 70 in forgiving people. Anatupa kama mfano wa ile 7 mara 70. That's a lot of forgiving. That's in a day, right? Well, he However said 7 times if they transgress in that day, forgive them the 7 times. But it's another epistle that says 70 times 70. Amen. Yani wanamuuliza mzee hapa ni kwa siku au kwa vyovyote vile ni mara nyingi tu. 70 7 mara 70. Samehe, achana na watu wanadamu. Achana na mama yangu. Luke 9 and 19 through 23. Luka 9. Luke 9 and 18 through 23. And here, it says, and it came to pass, and I want you to just translate. I'm going to expound. Yes. And here it says, it came to pass as he was alone praying, his disciples were with him and asked, saying, whom say the people that I am? The Lord is asking the disciples. What do people say about me? And they answer, they say John the Baptist. Some say Elias. And some say one of the old prophets that have risen again. And Jesus asked a question in verse 20. And he said unto them, but whom say you that I am? Who do you say that I am? And Peter answered and said, the Christ of God. Kristo wa Mungu. And straightway he charged him not to tell no man. Saying that the Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders and the chief priests and scribes, and be slain and be raised the 3rd day. And he said to them all, if any man will come after me, let him deny himself, take up his cross daily, and follow me. Read 22 and 23, please. Nitasoma 22 na 23 katika jina la Bwana Yesu Kristo.
akisema imempasa mwana wa Adamu kupata mateso mengi na kukataliwa na wazee na wakuu wa makuhani na waandishi na kuuawa na siku ya tatu kufufuka. Akawaambia wote, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe na ajitwike msalaba wake kila siku anifuate. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And the Lord is telling us that hallelujah, that it is written that he will suffer. Amesema kwamba atateseka. And that he would die according to the scriptures for the sins of the world. Kwa dhambi za ulimwengu. By his stripes we are healed. Hallelujah. He bore our transgressions. He bore our infirmities. He bore the sins of the world. Thank you, Jesus. And he made a way for us. And he has reconciliation among his people. We have fellowship with God. He made a way from what happened in the garden, hallelujah, with Adam and Eve, where they sinned and ate of the fruit of knowledge, to reconcile us back unto himself as a holy people. Hallelujah. Hallelujah. By way of the cross. Thank you, Jesus. And he's saying, and for you to be my disciples, if you want to come after me, if you want to be with me, you must, it's a must that you deny yourself. It's a must that you pick up your cross daily, every day, and follow me. Hallelujah. It's a must. Thank you, Jesus. And in doing so, you're blessed. You're blessed by the best. You're blessed by God. And heaven will be your home. Not hell, but heaven. Hell is forever and ever. But heaven is ever eternal. Life is forever and ever. Choose heaven as your home. Amen. Amen. Hallelujah. James 1:21 through verse 27. I'm going to expound on them. James 1:19. Amen. Hallelujah. The word of God said that let us be swift to hear. Neno la Mungu linatuonya tuwe makini sana haraka kusikia. Slow to speak. Tuwe taratibu kwa kuongea. Tusiwe na haraka kuongea. Tuwe na haraka kusikia. And slow to wrath, to fight. Na tusiwe na haraka ya kugombana. Because violence do not work the righteousness of God. Kwa maana ugomvi na mambo ya kugombana na kupigana hayatendagi haki ya Mungu. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Asante Yesu Kristo. For the wrath of God worketh not the righteousness, the wrath of man, not God, but the wrath of man worketh not the righteousness of God. Read 20. Kwa maana ghadhabu ya Mungu haitendi, mstari 20. Yakobo 1:20. Inasema, kwa maana hasira ya mwanadamu haitendi haki ya Mungu. Verse 21, we must lay apart all filthiness. Superfluity of naughtiness. I'm talking about foolish talking and jesting, playing pranks and that kind of stuff. Where it says, hallelujah, superfluity of naughtiness. And receive with meekness the engrafted word, tupokee kwa unyenyekevu neno, which is able to save your soul. Neno lililopandwa ndani liwezalo kuziokoa roho zenu. Amen. Speaking life to somebody's soul. Kuzungumza uzima na uhai kwa nafsi ya mtu. Because if this gospel be hid, it's hid to them that are lost. Kwa maana iwapo injili hii imefichika kwa wale ambao wanapotea. There's some people that do not have the spirit of Christ. Kuna watu ambao hawana roho wa Kristo. And right now they're walking dead men. Sasa hivi ni wafu wanaotembea. They're walking dead women. Wanatembea kina mama na kina dada, mabinti na vijana wanaotembea wako wafu. Why? Because the scriptures say because they don't believe, they're already condemned already because they do not believe in Christ. Wameshahukumiwa kwa sababu hawamwamini Yesu Kristo. More or less not having his spirit. Na zaidi sana hawana hata roho wake mtakatifu.
The word of God said, because whom damnation is right, because they will not believe the love of the truth, that they might be saved. Ambao hukumu yao ni ya uhakika, kwa maana hawaamini Yesu Kristo ili waokolewe. And for this cause, kwa sababu hii, God give them a strong delusion. Mungu atawapa akili ya kukengeukiwa kabisa. That they believe a lie in the truth. Ili waamini uongo badala ya ukweli. That they all might be damned. Ili wote waweze kuangamizwa. By not following Christ or not being in. Why? Because he's God. Kwa sababu yeye ni Mungu. He's God. Yeye ni Mungu, ameshasema hivyo. You say, well, why would he do this? What? Because he's God and he got a plan and he's not going to deviate from his word. Yeye ni Mungu na alichopanga, alichoamua hakitaenda kinyume, kitaenda hivyo hivyo. God is not like man that he will lie. Bwana Mungu Yesu Kristo sio mwanadamu aseme uongo au abadilishe mawazo. He has a plan of salvation. He has a plan, hallelujah, for the defeat of his enemies, hallelujah. Kwa ajili ya waovu wake kutokufanikiwa. And the God of peace shall bruise Satan under his feet. Na Mungu wa amani atamangamiza shetani chini ya miguu yako. And he gonna put him under yours too. Atamweka chini ya miguu yako pia. God got a plan. It's a victorious plan. Bwana ana mpango na ni mpango wa ushindi. And he's not going to change it for you or me. Hata badilisha huo mpango kwa ajili yako au kwa sababu yangu. Amen. Amen. Verse 22. But be ye doers of the word and not just hearers only, hallelujah, deceiving your own self. Amen. 22 anasema, lakini iweni watendaji wa neno, wala si wasikiaji tu, hali mkijidanganya nafsi zenu. See, we can do a whole lot of things from day to day. Mambo mengi kuanzia siku hadi siku. But if you're not hearing the instructions on the job and doing the work that the boss told you to do, kama ufuate maelekezo na kufanya kazi ambayo mkubwa wako wa kazi anakuelekeza, you could be wasting your time. Utakukuta unapoteza muda. He has, for example, the boss give you instructions to do a certain task. Kwa mfano mkubwa wako wa kazi anakupa maelekezo kufanya kazi fulani. But you seem fit to pick up whatever you could pick up, do whatever you could do. Wewe unaona eti ufanye tu kivyako unavyoona wewe mwenyewe. Is that right or is it wrong? Ni sawa au ni makosa? It is wrong. Ni makosa. It might be in you might think it's good because you're being a doer of the work. Unaweza kaona ni sawa kwa sababu unafanya ile kazi. But your boss told you, lakini mkubwa wako wa kazi amesema, to do a certain task. Ufanya kazi fulani. And you was not a hearer of the work. Ukawa usikii. Because if you heard what your boss said do, kama ulikisikia ulichoambiwa, you wouldn't be just doing any and everything. Utakuwa unajifanyia tu vyovyote vile. Meanwhile, the work that he told you to do is undone and it's not profitable for the day. Unaona kazi ile haijatimiza na hakuna faida siku hiyo. We're not just to be doers of the work, but hearers of the work also. Hatupasi kuwa watendaji bali wasikilizaji wa neno. Hallelujah. Hallelujah. We can mess around and deceive ourselves by not hearing instructions from God. Tunajidanganya kwa kutokusikia maelekezo kutoka kwa Bwana. Amen. Amen. The teacher give you a home assignment. Mwalimu anakupa kazi. Give you specific instructions concerning your reading and your homework. Maelekezo kuhusu kazi yako. But if you do not do it, usipofanya hivyo, or you do what you think you heard, ukifanya ambacho unadhania unapaswa umesikia, and you get a big failure grade the next day because you did not follow instructions. Unakuta umefeli kwa sababu kufuata maelekezo. And in those instructions there were specific things for you to do. Na katika maelekezo hayo kuna mambo maalumu ambayo unapaswa wewe ufanye. In the body of Christ we have specific things that we have to do to keep this Christian walk with Jesus. Katika mwili wa Kristo kuna mambo maalumu tunapaswa kufanya ili kutunza utembea huko tunakotembea na Yesu Kristo. And those things that we're in tune with Jesus with, it's a must. Mambo hayo ni lazima. Amen. Amen. For if any be a hearer of the word, yote akiwa ni msikilizaji tu wa neno, and not a doer, sio mtendaji, he is like unto a man beholding his natural face in a glass. Ni kama mwanadamu anaangalia uso wake kwenye kioo. For he beholdeth himself and goeth his way, anaenda zake, and straightway he forget what manner of man he was. Alichokiona kwenye kioo. 25. But whosoever look unto the perfect law of liberty and continue therein, he being not a
forgetful here, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deeds. Read 25. 25. Lakini aliyeitazama sheria kamilifu iliyo ya uhuru na kukaa humo, asiwe msikiaji msahaulifu, bali mtendaji wa kazi, huyo atakuwa heri katika kutenda kwake. Amen. Amen. 26. If any man among you seem to be religious, and bridleth not his tongue, this but deceiveth his own heart, this man's religion is vain. Read, please. Amen. 26. Mtu akidhani ya kuwa anayo dini, wala hauzuii ulimi wake kwa hatamu, hali akijidanganya moyo wake, dini yake mtu huyo haifai. A lot of false teachers, a lot of false prophets, a lot of false pastors, you know, those professing to be men and women of God and so forth, they speak a lot of religion, they speak a lot of Jesus and all, but in it is some deception and hidden agendas. Walimu wengi wa uongo, manabii wa uongo, watumishi waliopotea njia, wanazungumza maneno mengi lakini ni uongo tu, hayafuati injili. And they've been lying so much that they deceive their own heart. They deceive their own self. And God said their religion is vain. The Lord said, why call me Lord, Lord, and do not what I say? And many that cry, Lord, Lord, shall not enter into the kingdom of God. Hallelujah. Trying to fake it to make it. God don't want you to fake it to make it. You must be real. It's a must that you're real with God. It's a must that you're real with God's people. Amen. Being about God's business. Thank you, Jesus. Verse 27, pure religion and undefiled before God and the Father is this, to visit the fatherless and the widowers in their affliction, in their sickness, Amen, and those things that they're going through, and to keep yourself unspotted from the world. Thank you, Jesus. Amen. Dini iliyo safi isiyo nataka mbele za Mungu Baba ni hii, kwenda kuwatazama yatima na wajane katika dhiki yao, na kujilinda na dunia pasipo mawaa. Jesus said, the poor you have with you always. Yesu Kristo anasema wenye uhitaji tutakuwa nao. And we're to be helpers one with another. Inabidi tusaidiane sisi wenyewe na wenyewe. Amen. And to help the poor, to help those that need it, to help the fatherless, not the fatherless, but the children, tusaidia watoto, the widowers, wajane, the fatherless, wasio na baba, and their sickness and their affliction and whatever they're going through. Chochote wanachopitia. Amen. Amen. And to keep yourself without spot or blemish from the world. Kujiweka bila mawaa na ulimwengu. Amen. Didn't I say that early in the lesson? Tumesema hayo mwanzoni. The word of God saying what Elder Sim said was true. Neno la Mungu alichosema mtumishi wa Mungu ni kweli. Prove the word. Prove how Christ is in you. Uhakikishe Kristo alipokaa ndani yako, usije ukakataliwa. You got to prove all things. Hakikisha mambo yote. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Asante Yesu Kristo. Matthew 24 and 42. Mathayo 24:42. So the Lord is saying, watch therefore, for ye know not the hour your Lord do come. Amen. Kuwa makini, kuwa macho. Hamjui siku wala saa Bwana Yesu atakaporudi. You must watch as well as pray. Tuwe makini tukiomba bila kuchoka. Jesus said, don't let no man steal your crown. Yani mtu asikunyang'anye taji yako. Let no man deceive you. Mtu asikudanganye. Amen. Amen. Tuambia kesheni basi, kwa maana mjui ni siku ipi atakayokuja Bwana wenu. And they that come to Christ must believe that he is. Wanaokuja kwa Yesu Kristo lazima waamini yeye ndiye. That he is the Lord. Ndiye Bwana. That he is God. Ndiye Mungu. And he's the rewarder of those that constantly, diligently seek him. Hutoa thawabu kwa wale wanaomtafuta kwa bidii. Hallelujah. 2 Corinthians 9:7. Waraka wa pili wa Korinto 9:7. Every man according to his purpose, according as he purposes in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for the Lord, for God loveth a cheerful giver. Amen. Kila mtu
Sawa sawa na nia alivyonia ndani ya moyo wake, na atoe, sio kwa kinyongo au kwa uhitaji, kwa maana Mungu hupenda anayetoa mwenye moyo mkunjufu. Amen. Your labor, you may not have a whole lot of money. You may not have a whole lot of time. You may not have legs to be able to deliver any money or deliver any groceries or anything. Yeah. But the effectual, fervent prayers of the righteous avail much. You could pray. You could take that person or those people, hallelujah, those loved ones, take them to the altar, take them before God. You could turn a plate over for them. You could lay out before God, and God will honor your prayer. Amen. He may not come when you want him, but when he comes, he's an on-time God. The man that set up begging Peter at the gate, he said, silver and gold have I none, but such as I have give unto thee. In the name of Jesus Christ, arise and walk. Hallelujah. Pesa na dhahabu hatuna, bali tulicho nacho tunakupatia. Kwa jina la Yesu Kristo, amka tembea. Speak life. The man got up and walked. Alitembea yule mtu. Got the leaping. Hallelujah. Mbele za watu tu. Amen. Yako kuponya. Ni kazi ya power of the Holy Ghost. Nguvu ya Roho Mtakatifu. Wewe omba, ombea, wekea mikono, unachoongoza kufanya. Mwachie Mungu afanye kazi yake. Amen. Asante. Not grudgingly. Don't give grudgingly. Don't show your arms before men being puffed up. Look what I'm doing. Utaambiwa umeshapokea sababu yako hapo duniani, ukifika mbinguni naambiwa wewe. For what you do in secret, God say I'll reward you. Unachofanya kwa siri atakupa thawabu hadharani. Amen. Amen. It's a must that we do what God says. Ni lazima kufanya Mungu anachosema. Amen. It's a must that we be like Jesus. Ni muhimu kuwa kama Yesu alipokuwa. Hallelujah. Hallelujah. 1 Corinthians 16 and 14. Waraka wa kwanza wa Korinto 16:14. Let all your things be done with charity, with love. Mambo yenu yote yafanyike kwa upendo. Let everything be done with love. Kwa ukarimu. Charity is love. Yani ukarimu ni upendo. Deuteronomy, hallelujah, 13 and 4. Kumbukumbu la Torati 13:4. Ye shall walk after the Lord your God. Tamfuata Bwana Mungu wenu. And fear him. Na kumuogopa. And keep his commandments. Na kutunza amri zake. And obey his voice. Na kutii sauti yake. And ye shall serve him. Na mtamtumikia. And cleave unto him. Na kujiambatanisha kwake. Kumkimbilia yeye. Didn't Elder Sims tell you? Sikuambia ile neno hapo awali. It's a must that we be like Jesus. Ni lazima tuwe kama Yesu Kristo. The scripture here is saying, maandiko hapa yanasema, you shall walk like the Lord. Tatembea kama Bwana. Hallelujah. That you shall fear him. Kwamba umuogope. We talked about the fear of the Lord. Tunazungumzia hofu. We talked about keeping of his commandments. Kuhusu amri zake. We talking about being faithful and obedient unto his voice. Kuwa waaminifu. And having an ear to hear what God has to say to the church. Elder Sims, hallelujah, and Evangelist Sims are telling you. Mtumishi wa Mungu what the Lord is telling us to tell you. Anachokuambia useme. Oh, just a closer walk with Jesus. Kutembea na Yesu kwa karibu. Makes it right. Inafanya mambo yanakuwa sawa. Having a little talk with Jesus. Kuwa na mazungumzo na Yesu. Makes it right. Inafanya mambo yanakuwa sawa. And ye shall serve him. Na tutamtumikia. We talked about serving him in the beauty of holiness. Tunazungumzia kumtumikia katika utakatifu. And cleave unto him. Na kujiambatanisha naye. Amen. Amen. The Lord said, if you seek me, you'll find. Bwana anasema mkinitafuta mtanipata. And that he'll be closer than any brother. Hallelujah. Kuliko ndugu yoyote. Cleave unto the Lord. Kujiambatanisha na Bwana. Kujiweka karibu naye. The songwriter said, I'm leaning on Jesus. Kuna wimbo walisema ninamtegemea Yesu. Every day and every way. Kila siku na kila njia. I gotta keep leaning on Jesus. Inabidi niendelee kumtegemea Yesu. But I'm going to cleave on I'm going to hold on to Jesus. Lakini nitamshikilia Yesu Kristo. Jacob said, as he wrestled with the angel, I'm not going to let you go until you bless him. Hallelujah! Hallelujah. Sante Yesu Kristo. And God changed his name. Mungu akabadilisha jina lake. From Jacob to Israel. Kutoka Yakobo kwa Hallelujah! Hallelujah. With a divine purpose. Kwa nia
kwa lengo la thamani. And that divine purpose was the 12 tribes of Israel. Makabila 12 ya Israeli. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. He did not strive in vain. Amina. Hakupambana bure. Na wewe haupambani bure. We got to be a witness. Inabidi tuwe mashahidi wa Yesu Kristo. It's a must that we be a witness. Ni lazima tuwe mashahidi wa Yesu Kristo. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Lord, we thank you. Asante Yesu Kristo. What you want to say, honey? Hallelujah. What was you trying to say to me? I know. I was just trying to. That's all. Okay. All right. Since we're starting a new section. Well, what we're going to do, we're going to conclude part 3 of our lesson. It's a must. Ni lazima. And we'll do a part 4 and we'll call it a day. Amen. The word was so good. Well, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. To God be the glory for the great things He's done. Tunamsifu Bwana Yesu kwa mema anayoyafanya. Asante Yesu. Thank you, Jesus. Amen.